nafasi kubwa kule FIFA. Wewe umepata mwaliko huu kutokea wapi, au ni mapenzi yako tu kwa mpira wa Tanzania? Mimi ujue mtu wa football, na ukiona ngoma wenye ngoma ndio sisi, na ukiangalia duniani wenye mpira wao ni FIFA. Utakiwi tena tujaji kwamba alipata labda ile nafasi sijui kwa staili gani, mradi kwa mafifa amemuizinisha. Sisi tuko nao sisi watu wa football. Hata ukiangalia sio yeye peke yake, kuna ule dada mmoja na kuna wale Skaria, wote nao wamepata hiyo nafasi. Kwa hiyo ni jambo la faraja, jambo la heri. Sisi wote ni watu wa mpira wa miguu. Ndio starehe yetu. Kwa mfano kama mimi sina starehe yote zaidi ya football, ndio starehe yangu, na kushiriki ibada tukakaa. Chumvi ya mawe. Unamzungumziaje sasa rais wa Yanga kwa kupata hiyo position? Ni jambo la faraja na ni jambo la heri kwake mwenyewe binafsi. Amepambana kadiri ya uwezo wake ndio ilipofikia. Ni jambo kwa kweli la kumpongeza, na ukiangalia kila mtu anataka nafasi ya ipate, lakini ikifika wakati utafanikiwa kuipata. Nampongeza kwa hichi ambacho alichokifanya na hichi alichokipata kaka. Manake hii ni nafasi kubwa, bila shaka inaongeza uzoefu katika karia yake ya mpira. Uoni pia kwenye uongozi wake kama itawasumbua nyinyi sasa wapinzani wake, kwa sababu atakuwa anapata experience kutoka kwa viongozi wakubwa FIFA, anakutana na watu wengi. Kama juzi tu alikuwa Roma, Italy, alipata mwaliko wa rais wa PSG ambaye pia ni mwenyekiti wa vilabu barani Ulaya. Uone experience, uzoefu anaopata kama utazidi kuwaletea shida kama wapinzani sasa tukirudi huku ndani? Shida inakuwa ngumu kuwa kwenye shida, kwa sababu hili ni swala la kififa, na kama ni mjumbe wa vilabu kwamba kusema kwamba shida kwenye ligi yetu itakuwa kila timu ujue na stili yake jinsi inavyoandaa mazingira kupata matokeo na quality ya wachezaji iliyokuwa nayo. Kwa hiyo kwenye mpira wetu iko tofauti na yeye cheo chake jinsi kilivyo. Cheo chake ni rais wa mjumbe, yani ni mjumbe wa vilabu barani kwenye FIFA. Kwa hiyo ni kama mjumbe hii kwenye vilabu haitoleta shida, ni jambo la kawaida tu katika mchezo wa mpira miguu. Ni kumpongeza kwa hiyo hatua ambayo aliyoifikia. Hata mimi chumvi ya mawe vile vile natamani vile vile niwe shabiki bora vile vile FIFA nao wanitambue. Simba Ulaya huyo. Kwa hiyo ni jambo la heri. Kwa hiyo ni jambo kwa kweli la kumpongeza. Alisumbui ligi yetu mwenyewe, unafikiri ukiangalia labda sana kule FIFA alikokwenda sana ajitahidi labda kuwa karibu labda na TFF na bodi ya ligi, tuboreshe labda viwanja vyetu. Nafikiri vingi vimekuwa havina ile quality ya kupiga mipasi mingi ambayo kana kwamba mimi napenda kufarijika. Viwanja vingi vinakuwa kama kile sani cha kukangabisi ile muda mwingi kinaruka. Juzi kawaje tena mkapigwa 4? Chumvi ya mawe hapa tumekuja kwenye swala lingine tena. Unaleta tena kwenye swala hilo la ubaya bwela. Hilo tuliacha, hapa tumekuja kwenye mambo mengine bwana chumvi. Sasa tunaenda kwenye ligi ya mabingwa mkondo wa pili, kwa hiyo watu wangepata feedback kidogo. Hiyo kama kwa vile chumvi ya mawe wewe, mimi nakujua ndugu yangu. Unaga baya na mimi ukiniuliza swali nataka nikujibu, japo hapa sio sehemu yake sahihi. Nitakujibu. Tulicheza nao mechi ya kwanza tulipata 2-1, mechi ya pili tumefungwa 4-1, na kama ulivyokuwa unajua tena ukinunua panga kali au kisiki kali lazima ukatesti kwenye mpingo au kwenye chuma, sio unanunua panga kali kisiki kali unaenda kutesti kwenye broiler. Kwenye mpapai, hapo nakuwa hujafanikiwa. Chumvi ya mawe ni kipimo tosha. Testi kwenye mpapai. Hiyo sasa unasema wewe chumvi ya mawe. Godi, mbona unacheka sana? Umefurahi sana kusikia matokeo ya Simba Sports. Leo kwa sababu tuko kwenye jambo la president, mwakilishi wa FIFA nchini Tanzania, wacha tumzungumzie rais wa FIFA, yani mwakilishi wa FIFA Tanzania, si ndio? Lakini ili swala lao kukandwa tuliache sababu ndugu yangu naweza nikamkwaza akashindwa kuendelea na shughuli. Kwa karibu sina kukaribisha kama mashabiki wa FIFA ambao tumefurahi sana kiongozi wetu kupata nyadhifa kubwa, lakini kama Mtanzania mwenzetu, kama mwandamizi kwenye football ya nchi hii, kupata nafasi kwenye FIFA ni kiasi kwamba na sisi mpira wetu saizi unatambulika duniani na viongozi wetu wanatambulika duniani, kwa maana sio watu wabaya, watu wanaongoza mpira vizuri. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kufurahia tukio la leo na kuwakaribisha ndugu yetu. Kaonyesha uungwana. Tumewalika watu wote wataendelea kuwasili. Na uzuri peji ya Yanga imealika kila mwana mpenda mpira, si ndio? Inawezekana huyu bwana usijue labda akatumiwa message, lakini inawezekana pia kaona kwenye peji akasema hapana, siwezi kuacha kwa sababu yeye ni mtu wa mpira kaja.
na sisi tutawapokea watu wote wa football. Na Godi kazi hapo. Kuna watu walikuja, tuliwaalika tu vizuri kwenye iftari, watu wakaleta maneno. Huyu amekuja kama mdau wa mpira. Kwa sababu inaweza ikaenda mitandaoni ikaonekana sasa huyu kama anashirikiana na Yanga. Huyu amekuja kwenye shughuli. Mimi ingekuwa iftari ingekuwa nini usingeniona. Hili jambo la football. Kwenye view kumi usingeniona. Mimi mtu wa football nimekuja kwa ajili ya mpira tu basi. Pasi nyingi. Shamba elewi. Shamba elewi. Tumpokee mkurugenzi. Swala ni la kimpira zaidi, na kama ulivyoona FIFA watu wa football labda ingekuwa kama sijui swala la kama nilivyorudia kuambia jamaa zetu labda sio kula futari sio kula nini usingeniona, lakini kwamba ni swala la football umeniona ndugu yako nipo nimeshiriki salama usalimini pasi na shaka na yote. Mimi mtu wa football kakangu. Bana wewe mtu wa football. Engineer Hersi sasa angekuwa kama timu hivi. Angekuwa amepiga pasi ngapi hivi kwa huu uteuzi aliopata? Inategemea anacheza na nani. Unajua pasi huwezi kuzipiga mwenyewe. Kwa hiyo kifupi mimi nampongeza kwa hicho alichokipata. Ni jambo la heri, jambo la faraja. Ni jambo la faraja. Unajua ukipata nafasi FIFA nao kwa kweli unatakiwa mshukuru Mwenyezi Mungu. Wewe kama mtu wa mpira, uwepo wa Engineer Hersi kwenye hizo kamati kubwa za mpira duniani zinaweza kutunufaisha vipi kama Tanzania? Kwanza ile Tanzania ndio tunazidi kueleweka na kuzidi kusaminika, na kama unavyojua tena soka letu limezidi kupanda. Hata ukiangalia barani Afrika tunaheshimika, na kama ulishawahi kuona kuna sherehe tu moja shakuja vile rais wa FIFA ukaiona Tanzania watu wanavyopenda mpira. Kwa hiyo kama mimi mzoa mipasi mingi na naona kuna kitu mbele ya safari kitakuwa kizuri zaidi kwa sisi Tanzania. Bwana, pasi milioni? Yeah. Uongozi wenu na vilabu vingine una cha kujifunza kwa Engineer Hersi? Unajua unaweza ukajaji sana nafasi Engineer Hersi alipata kwa staili gani? Sababu wengine kama tumeona kama ghafla Benvu, lakini kwa vile ishatokea kwenye FIFA basi na sisi ni watu wa football ndo tumekwenda hapo kwenye kuisupport FIFA zaidi. Kwa hiyo ukiangalia sijajua hata mchakato ulivyokwenda kwa staili gani, lakini Mizali amechaguliwa, FIFA yenyewe amemwona yuko clear, kwa hiyo ni jambo zuri. Kwa hiyo mimi na imani kabisa kwa sisi watu wa mpira miguu tutampongeza, na jambo la faraja. Pasi milioni hujajibu swali langu. Vilabu vingine pamoja na timu yako vina cha kujifunza kwa Engineer Hersi? Ndio nimekuambia, yani unakuwa ujui kwamba mchakato ulikwenda kwa staili gani. Asilimia kubwa kwa mfano kama sisi tumefanya kustukia tu buba. Akulikuwa hamna labda maji yaliyopelekwa si nini. Nafikiri FIFA yenyewe ilionelea labda utendaji wake na wenyewe walivyoangalia labda vigezo na jinsi alivyokuwa kuna nafasi alipataga ile kafu siku zile, na nafikiri ndio yeye ilikuja kumsaidia. Lakini wao kama wao nafikiri wameona FIFA washakuwa karibu kwetu sisi. Kwa hiyo kama hao viongozi wetu na hata viongozi wa vilabu vingine kuna kitu nafikiri watakuwa wao wamekigundua kina nini katika mpira wetu wa Tanzania pamoja na FIFA. Wanatakiwa kuwa wamejifunza. Hapo sijajua, sababu sijajua mchakato wake jinsi alivyoingia. Kama kungekuwa unajua chaguzi kuna kwa kama unavyoona sasa hivi unavyoona zile kampeni. Watu wanavyofanya kampeni zao hazina matusi, kampeni zile sahi mpaka watu wanakwenda kuingia madarakani. Kwa hiyo pale mtu sasa unakuwa na uwezo wa kutumia akili ya ziada ili na mimi niingie madarakani, niingie kwa kampeni ya staili gani. Kwa hiyo hapa ninapokuambia kwamba wana cha kujifunza, sijajua mpaka sasa hivi jinsi alivyokuwa ameingia kwa staili gani. Kwa hiyo siwezi nikaongelea kwa swala hili. Wanaweza kwenda kumuuliza